Umeingia. Kama TASAF uliweza kuwasaidia kaya maskini milioni 1, basi ujue hiyo ni sio taasisi nyingi zinaweza kufanya hivyo. Na nafikiri serikali ndio maana ikaweka nguvu kwa awamu ya 3, na nafikiri kwa awamu ya 3 Mungu atajalia tu ni awamu ya 4, kwa sababu ni mafanikio makubwa. Hata hizo jumuiya nyingine ambazo akitia milioni 20 dola milioni ngapi, basi si jambo dogo. Na kwa ujumla sisi tunasema kwamba tunaridhika na utendaji wa TASAF kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Niombe tu wakati ukifika tupate fursa sisi kamati kuangalia eneo lolote ambalo mmelifanyia kazi vizuri, kwenda kuangalia. Tulipokwenda kule Meru, watu wananchi wakule walikuwa na tatizo la maji, tukaona juhudi zenu mlivyowatatulia tatizo la maji. Tulienda kwa Musa, walikuwa hawana kituo cha afya, tukaona jinsi gani mlijitahidi mkawapatia kituo cha afya. Mtu anakuambia tulikuwa tunatembea kilomita 20, lakini anatatuliwa tatizo lake. Kwa hivyo ni mafanikio makubwa sana. Tunaweza kama alisema mheshimiwa mmoja tukazungumza kutwa, lakini tutazungumzia kwa kuwasifu kwa madhubuti wenu. Tungaliweza kuja kama hamko madhubuti, tungalikuja na huzuni kwamba mnayumba. Kwa sio jambo zuri sana. Lakini tunaweza kusema mbele ya kiongozi wetu kwamba TASAF wako vizuri na wanastahili kuendelea kuiongoza TASAF kwa sababu wanafanya kazi vizuri. Mwile mheshimiwa Shineni, Chambani una siri nyingi sana Chambani. Unaweza ukapewa wali bila binadamu kweli. Lakini mmewafanyia kazi kubwa nzuri. Kwa hivyo yale mengine madogo yalibakia mkiwasaidia, maana yake pia naye mheshimiwa Shineni kule atakuwa anakanyaga kwa miguu miwili badala ya mguu mmoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Benki ya Dunia tayari zimeshatia saini mkataba wa makubaliano kama nilivyosema awali Aprili 2026 wenye mkopo wenye kumbukumbu namba IDA 7939 yatakayowezesha kupatikana kwa dola za Kimarekani milioni 250 kwa ajili ya utekelezaji wa awamu ya 3 ya mpango wa kunusuru kaya maskini ambao unatazamiwa kuanza rasmi baada ya uzinduzi wake unaotarajiwa kufanyika mwezi Agosti mwezi huu mwaka huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wigo wa mpango mpya. Katika hatua za usanifu, mpango ulisanifiwa kutekelezwa katika mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar, ambapo mpango ungetekelezwa katika mamlaka za maeneo ya utekelezaji zote, yani 184 za bara na Unguja pamoja na Pemba. Hata hivyo, katika hatua ya kwanza, mpango utatekelezwa katika mamlaka za maeneo ya utekelezaji 100 kati ya mamlaka 186 zilizohusika katika utekelezaji wa PSSN 3. Hii ni kulingana na kiasi cha rasilimali fedha zilizopatikana. Mheshimiwa Mwenyekiti, walengwa watakaohudumiwa na mpango huu ni takriban 575,000 zenye uhitaji mkubwa zaidi ikilinganishwa na kaya milioni 1,371,038 zilizokuwa zikihudumiwa katika mpango wa PSSN 1 na 2. Kaya hizi zitakuwa ni kaya mpya ambazo hazikuwepo katika mpango uliopita. Idadi ya kaya hizi imezingatia kiasi cha rasilimali fedha ambazo zimekushapatikana. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa PSSN 3 katika mamlaka za maeneo ya utekelezaji 186 unahitaji kiasi cha dola za Kimarekani milioni 650 ili kuhudumia kaya za walengwa milioni 1.5 zenye uhitaji Tanzania bara na Zanzibar. Katika awamu hii ya kwanza, mpango umeidhinishiwa kiasi cha dola za Marekani milioni 296 kwa ajili ya utekelezaji wake. Kiasi hicho kinatokana na mchango wa serikali kupitia mapato yake ya ndani, fedha kutoka kwa wadau wa maendeleo kupitia mikopo na misaada. Kati ya dola hizi milioni 296 zilizopatikana, dola milioni 250 zitatolewa na Benki ya Dunia kama mkopo
dola milioni 26 zitatolewa na wadau wengine wa maendeleo kama msaada, na dola milioni 20 itatolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme tu kwamba TASAF inafanya kazi kubwa sana na zenye uadilifu na zenye heshima. Lazima tuseme ile hali halisi ilivyo, tuzungumze, ingawa kuna baadhi ya changamoto, ndio binadamu, kwa sababu mtu kutoka Dodoma amfuate mtu aliyeko Pemba, kwa vile ule udhaifu huwa ni kule kule unaofanya. Mimi nilikuwa nina ushauri tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa sisi ni wawakilishi wa watu, wa wananchi, ningependa kwamba pakitokezea masuala yote ya kiutendaji, halmashauri tushirikishe, ili tushiriki kama viongozi, na badala yake kile kinachofanya twakiona, na tusaidie kwa kuchangia, tusaidie kimawazo, ili masuala yale yanayokwenda kuelewa kwamba yamefika mule yanayokusudiwa. Mimi nipongeze kwa hili kwa kweli, kwa sababu watu hawa kuweza kuwatambua. Ni kweli hawa watu tuko katika mazingira magumu, na watu wengine wanaishi katika maisha hatarishi, ama kwamba wanakuwa ni familia zao wanakuwa wamewatenga kutokana na hali ya jinsia yao walivyo. Basi watu hawa wanabaki kusuasua, na mwisho wa siku wengine wanakuwa wanaishia barabarani kuwaomba. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipongeze sana sana. Mimi nitakuwa sina mengi sana zaidi, nipongezi kwa sababu wameweza kutambua kuweza kusaidia jamii ambayo jamii tofauti na kuingia katika maeneo ambayo yaliokuwa muhimu. Lakini pia niombe nizidi kusisitiza, kwa vile bado tunahitaji maendeleo ya kutosha katika watu ambao wanaoishi katika mazingira magumu. Niombe sana sisitizo hili, ili tuweze kuwatambua na kuwapitia hawa watu, ili tuone sasa wanafikia vigezo kwa wale ambao mnaohitaji. Mwenyekiti, mimi niungane na wenzangu katika kuwashukuru na kuwapongeza wenzetu wa TASAF kwa kazi nzuri wanazozifanya, na pia niungane na wenzangu katika kutilia msisitizo lile swala la mashirikiano kati ya TASAF na kamati ilo ambalo lipo liendelee, lakini pia TASAF na wawakilishi mmoja, sisi ambao tupo hapa na ambao hawapo, kwa sababu baadhi ya wakati wanakuja majimboni kwetu wanafanya kazi nzuri, lakini kutokana na sisi tunakuwa bize na mambo mengine, unakuja pengine unalaumu kwa jambo ambalo labda mwananchi anakuletea lilishafanyika, lakini tu kwa sababu hukuwa kwenye ushirikishaji huo hujui lilifanyika vipi.